Mpendwa msikilizaji wangu, tunao wakati mwingine tena wa usiku ambao baada ya kazi zetu za kutwa nzima ya leo tunakutanika tena kwenye neno la habari njema. Habari njema ni neno kubwa. Kwa hiyo msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Walindi FM, jiandae kikamilifu kabisa kwa habari njema ya usiku huu. Habari hii mimi imenibariki na ninakuletea kitu ambacho kwangu ni baraka kwenye moyo wangu, ili na wewe kikubariki kabisa. Hebu tuombe. Mungu wetu, asante kwa wakati huu. Umetutunza mchana wote, umebarikia kazi za mikono yetu. Tumekutana na mambo mengi huko kazini na vikwazo vingi, lakini wakati huu tuaja mbele za uso wako kupokea habari njema ambayo kwayo ndani ya mioyo yetu itatupa kufurahia na kukupenda na kulala salama na kuishi maisha yetu tukiwa na matumaini makubwa. Naomba umbariki msikilizaji wangu huyu na umpe neema kama ambavyo umenisaidia mimi mtumwa wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Siku wa leo nataka tusome kitabu cha Kutoka, mstari mmoja tu, sura ya 15 na ule mstari wa 3. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Ujumbe wangu usiku wa leo, nataka kukuambia ya kwamba mtwike Bwana vita. Mtwike Bwana wa vita, vita vyako leo. Mtwike Bwana wa vita, vita vyako hivyo ulivyo navyo leo. Yeye jina lake lingine anaitwa ni Bwana wa vita. Na kama Bwana wa vita yupo, basi nakushauri usiku wa leo, mtwike Bwana wa vita, vita vyako. Haya ni maneno makubwa na maneno ambayo nataka tuyaangalie kwa pamoja, juu ya kumtwika Bwana wa vita, vita vyetu. Haya ni maneno yanayotaka umakini mkubwa sana na uelewa wa hali ya juu. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili na ile sura ya 32, Nyakati wa Pili na ile sura ya 32, ni maandiko mengi, lakini ngoja nitasoma kwa wote. Andika Nyakati wa Pili 32 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 23, lakini tutayasoma awamu kwa awamu. Lakini ni hii Nyakati wa Pili 32 mstari wa 1 mpaka ule wa 23. Nitasoma mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 8 kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakeribu mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda, akafanya marago juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba ataipata iwe yake. Basi mfalme Hezekia alipoona ya kwamba Senakeribu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemichemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Wakakusanyika watu wengi, wakazizuia chemichemi zote na kijito kilichopita
kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika mfalme wa Ashuru waone maji mengi? Mfalme akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na minara na ukuta wa pili wa nje, akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Mstari wa 6, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo akisema, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake uko mkono wa mwili, ila kwetu yuko Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Sura hii ni sura ya ajabu sana. Unaona, tunaona Hezekia amepata taarifa ya vita. Senakeribu alikuwa ni mfalme aliyekuwa anatisha, mfalme wa Ashuru aliyekuwa ameshinda mataifa mbalimbali. Sasa anakuja kupambana na mfalme wa Yuda, mfalme Hezekia. Na mfalme Senakeribu wa majeshi ya Ashuru, majeshi yake alikuwa ni makubwa sana, na kwa sababu ya ukubwa wa jeshi lake alikuwa na tambo nyingi na majivuno mengi na kujiona kwingi, kwa kuwa katika mataifa mengine yote ukiondoa Yuda, yote alikuwa ameyafagia na wote walikuwa wanamuogopa, alikuwa ni tishio. Sasa Hezekia aliposikia haya maandiko niliyosoma hapa, Hezekia akafanya mambo manne ya kibinadamu. La kwanza tumesoma hapa, akazuia chemichemi zote za maji ili majeshi ya Ashuru yasije, yatakapofika yasipate maji. Ni kawaida, ni vizuri kujipanga. Akapanga hilo, akaona ngoja azuie kwanza chemichemi za maji. Watu wakakubaliana naye, wakazuia. Lakini cha pili, akaimarisha kuta za Yerusalemu ili kumzuia adui asiingie kwa urahisi Yerusalemu. Kwa hiyo pale penye mashimo akaboresha, kuta zilikuwa chini akazinyanyua akazipeleka juu. Yote yale ni maandalizi ya kibinadamu kama kujikinga. Lakini tatu, unaona, akalipanga jeshi lake sawasawa na akaliimarisha. Kapanga jeshi lake sawasawa na akaliimarisha. Unaona, katengeneza silaha za kutosha. Kama alikuwa nazo chache akaongeza. Maandalizi ya kibinadamu. Unaona, maana hawezi kukaa tu amebeteka, akafanya maandalizi. Katika ule mstari wa 5 niliyosoma umesema wazi kabisa kwamba akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliokuwa umebomoka, akauinua sawa na minara na ukuta wa pili wa nje, akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Silaha na ngao tele. Ukisoma na ule mstari wa 6 anasema, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo kwa kusema mambo yafuatayo hapo chini. Akafanya maandalizi. Unaona, na jeshi linalokuja. Lakini maandalizi yake ya mwisho ni yale niliyosoma ule mstari wa 7. Unaona, anasema akawaambia, iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yake yote walio pamoja na yeye, kwa maana yuko mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja na yeye. Kasema, kwake wewe Senakeribu uko mkono wa mwili, na kwetu yuko Bwana Mungu wetu kutusaidia
na kutupigania mapigano yetu, na watu wakaitegemea hayo maneno. Kwa hiyo nikasema akalitia jeshi lote moyo kwa hotuba ya hamasa na yenye ujumbe mzito sana, unaona, na kuambia ya kwamba yuko Mungu upande wao, na ya kwamba kwa yule kuna mkono wa mwanadamu, lakini kwetu yuko Mungu kutupigania mapigano yetu. Ni kweli amefanya kazi yake kubwa, akawahamasisha watu, wakahamasika sana, unaona. Lakini tunaposoma maandiko na kuendelea, yule Ashuru, mfalme wa Ashuru, kianzia ule mstari wa 9 mpaka ule wa 11, unasema, na baada ya hayo Senakeribu mfalme wa Ashuru akatuma watumishi wake waende Yerusalemu, naye alikuwa mbele ya Lakishi na uwezo wake wote pamoja naye, kwa Hezekia mfalme wa Yuda na kwa Yuda wote walioko Yerusalemu. Akasema, Senakeribu mfalme wa Ashuru anasema hivi, mwatumainia nini hata mkae mkihusuliwa katika Yerusalemu? Si Hezekia anayewashawishi mtolewe kufa kwa njaa na kwa kiu, akisema, Bwana Mungu wetu atatuokoa na mkono wa mfalme wa Ashuru? Anapeleka kwanza ujumbe mzito, anatumia vitisho, anawavunja moyo wale maskari waliokuwa wamepokea maneno kutoka kwa mfalme Hezekia. Anawavunja moyo, unaona, anawataka wasalimu amri kwa sababu ya maneno anayoyapeleka ya vitisho. Waogope tu wenyewe, na maneno ya vitisho yana nguvu, na maneno anayoyasema Senakeribu wakipima na silaha alizo nazo na jeshi alilo nalo, huwezi kuyatofautisha yale maneno na maneno aliyoyasema Goliath mbele ya jeshi la Israeli lililokuwa linaongozwa na Sauli. Kwa anatoa maneno mazito, maneno ya kutisha, na eneo hilo ni eneo la kwanza ambalo adui wanalitumia sana. Kwa hiyo akatisha majeshi. Wakati huo Hezekia amefanya nafasi yake ya kwanza. Alipomaliza, sasa ni zamu ya Senakeribu na yeye kusema kauli yake ya kwanza. Unaona, anawavunja moyo wale wanajeshi kwa maneno ya vitisho, ya kukatisha tamaa, ya kuogopesha. Wanasikia, maana si alikuwa anasema chumbani, anasema kwa kutumia vipaza sauti. Yuda wote wanasikia, majeshi yote yanasikia. Lakini mstari wa 12 akasema hivi, si yeye Hezekia huyo aliyeondoa mahala pake pa juu na madhabahu zake, akawaamuru Yuda na Yerusalemu akisema, abuduni mbele ya madhabahu moja, na juu yake mtafukiza uvumba. Jambo la pili, anapeleka shutuma kwa Waisraeli ili wamshutumu huyu Hezekia, kwa sababu madhabahu nyingine zote alikuwa ameziondoa na akabakiza madhabahu moja. Watu wanakuja safari ndefu kuja kufukiza uvumba kwenye madhabahu ya Yerusalemu. Yaani kwa lugha nyingine, aliwafanya Waisraeli kuwa watumwa. Wanatoka miji yote wanakuja kufukiza uvumba Yerusalemu ilikojengwa nyumba ya Mungu. Kwa hiyo anamshutumu kwamba mfalme Hezekia hafai, amewatumikisha, amewafanya kuwa watumwa. Mungekuwa na madhabahu zenu hata katika mikoa yenu, yeye amewafanya mnafunga safari. Shutuma kali, watu wanasikia, na anasema kwa vipaza sauti. Mstari wa 13 na wa 14,
mstari wa 13 na wa 14. Anasema, je, ninyi hamjui mimi na baba zangu tulivyowafanyia watu wote wa nchi? Je, miungu ya mataifa wa nchi iliweza kuokoa kwa lolote nchi zao na mkono wangu? Anasema tena, ni yupi miongoni mwa miungu ya mataifa wale walioharibiwa kabisa na baba zangu aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu? Hata Mungu wenu aweza kuwaokoa ninyi na mkono wangu? Shutuma ya tatu, anatumia maneno ya kulikatisha tamaa jeshi zaidi. Naona na mfalme Hezekia mwenyewe kwa kusema yeye ameshinda nchi mbalimbali kwa ushindi usio wa kawaida, na hakuna taifa katika nchi nyingine zote walioweza kushindana na yeye katika vita. Nani anawadanganya tena nyinyi kanchi kadogo kwamba mnaweza kushindana na mimi? Haya ni maneno ya hatari, unaona? Ni maneno ya kutisha sana, tena ni maneno ambayo unaona yanamuinua yeye ili aonyeshe ushindi ambao ameupata juu ya nchi nyingine zote. Na hizo nchi nyingine zote zilikuwa na miungu yao, lakini ile miungu yao haikufua dafu wakati mfalme Senakeribu na baba yake walipokuwa wanapigana vita. Lakini shutuma ya 4, ule mstari wa 15 na wa 16, akasema maneno ya ajabu sana. 15 anasema hivi, basi sasa asiwadanganye Hezekia, wala asiwashawishi kwa hayo, wala msimwamini, kwa kuwa hapana Mungu wa taifa lolote wala wa ufalme wowote aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu au na mkono wa baba zangu. Sembuse Mungu wenu atawaokoaje ninyi na mkono wangu? Na watumishi wake wakazidi kusema juu ya Bwana Mungu na juu ya Hezekia mtumishi wake. Hezekia akasikia shutuma ya 4. Shutuma ya 4 aliyoifanya. Anataka sasa wanajeshi wake wamuone Hezekia kwamba ni muongo na wala hawezi kuwaokoa, na wala huyo Mungu wa Israeli wanayemtumainia hawezi kuwaokoa kwa mkono wake kabisa. Kabisa. Tambo hizo anatamba. Hezekia anasikia, na Hezekia alikuwa amewaandaa wanajeshi wake, na Hezekia alikuwa amezuia mfereji ya mito wale wakija wasipate maji ya kunywa. Na Hezekia ametengeneza silaha, Hezekia ametengeneza ukuta. Sasa anasikiliza maneno yanayonenwa na Senakeribu na watumishi wake. Lakini namba 5 ule mstari wa 17, mstari wa 17 mpaka wa 19. Tena huyo Senakeribu akaandika waraka kumtukana Bwana Mungu wa Israeli na kumwambia akisema, kama vile miungu ya mataifa wa nchi isivyowaokoa watu wao na mkono wangu, vivyo hivyo Mungu wa Hezekia hata waokoa watu wake na mkono wangu. Wale wanajeshi wa Senakeribu wakawalilia wanajeshi wa Hezekia kwa sauti kuu kwa lugha ya Kiyahudi, watu wa Yerusalemu waliokuwako ukutani, ili kuwaogofisha na kuwafadhaisha hata wapate kutwaa mji. 19, wakamnena Mungu wa Israeli kana kwamba kuitaja miungu ya mataifa ya nchi, naona iliyo kazi ya mikono ya watu. Hii 7 nimeiandika nikasema, Mfalme Hezekia akaandika waraka kumtukana Mungu wa Israeli, unaona, na akawa anawahakikishia wanajeshi wa Hezekia au wanajeshi wa Israeli kwamba Mfalme Hezekia hana uwezo wa kuwaokoa na mkono wake hata kidogo, hana uwezo.
tambo hizi za Senakeribu na majeshi yake, nimesema zikabadilisha mtazamo wa Hezekia, zikabadilisha mawazo ya Hezekia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hezekia badala ya kuwa kwenye yale maandalizi aliyokuwa ameandaa na jeshi lake alilokuwa ameliandaa, na Hezekia aliposikia maneno ya hovyo, ya kukatisha tamaa, ya dhihaka, ya kejeli, hadi mfalme Senakeribu anamtukana Mungu wa Israeli. Mstari wa 20 unasema hivi, mstari wa 20: na kwa ajili ya Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi wakaomba, wakamlilia, wakalia sana hata mbinguni. Naye Bwana akatuma malaika aliyewakatilia mbali mashujaa wote wa Senakeribu na majemedari na maakida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi Senakeribu akarudi nchi yake mwenye haya ya uso, naye alipoingia nyumbani mwa Mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake wakamwangamiza humo kwa upanga. Ndivyo Bwana alivyomwokoa Hezekia na wenyeji wa Yerusalemu na mkono wa Senakeribu mfalme wa Ashuru, na mikononi mwa wote akawaongoza pande zote. Watu wengi wakamletea Bwana zawadi huko Yerusalemu na vitu vya thamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye mfalme Hezekia akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. Nimekuambia moja ya jina la Mungu wetu anaitwa Bwana wa vita, kwenye Kutoka ile sura ya 15 na mstari wa 3. Na nikakwambia ujumbe ninaokuletea usiku huu ni ujumbe wa wewe. Nimekuambia ujumbe huu mkubwa sana, kwamba mtwike Bwana wa vita, vita yako uliyo nayo, mtwike tu. Hezekia baada ya kuona mfalme Senakeribu ameinuka, unaona, ana vitisho, anatamba, mfalme Hezekia akasema yale maandalizi yangu yote niliyokuwa nimeandaa sasa nayaweka pembeni. Akageuka bautani, akamwendea Mungu Bwana wa vita, akalia sana. Biblia inasema Hezekia na Isaya mwana wa Amozi wakaomba, wakalia sana mpaka mbinguni. Kalia sana, wakajitoa, wakajitoa. Haya ni mambo ya ajabu sana, wakajitoa. Nimeandika hapa kitu cha maana sana ambacho nataka ukielewe, kitu cha maana sana. Nikasema mwaka huu wa 2025 tusiangalie sana ukubwa wa majaribu yetu na vitisho, na tukajaribu kupambana navyo kwa nguvu zetu na uwezo wetu na akili zetu, tukategemea kupata ushindi wa mambo hayo, unaona, au dunia hili kwa kutumia akili zetu na uwezo wetu. Hatutaweza kabisa, hatutaweza kabisa. Dawa, tumkabidhi Bwana wa vita, yeye ataliangusha chini na kulivunja vunja. Haya ni maneno ya ajabu sana, unaona. Mfalme Hezekia akamtwika Bwana vita yake. Ilikuwa ni vita kali, ilikuwa ni vita kubwa, lakini alipojiondoa yeye na kumwambia Bwana, hii vita ni ya kwako, mimi siiwezi, unaona, tunaona Bwana alituma malaika mmoja, sio wengi, mmoja tu, ambaye alikatilia mbali majeshi yote na majivuno yote. Malaika mmoja, huwa makamanda, huwa majemedari,
huwa majeshi yote. Mfalme Senakeribu akageuka, anakimbia arudi kwenye nyumba ya Mungu wake akaabudu. Alipofika kule, watoto aliowazaa kutoka viunoni wameshamgeuka, wakamuua katika nyumba ile. Tunasoma hapa maandiko kwamba Mfalme Hezekia akatukuka machoni pa mataifa mengi, watu wakamheshimu, wakaleta zawadi tele, lakini ni kwa sababu alimtwika Bwana wa vita yake. Najua msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, unapoongea unayo vita, una mambo unakurupushana nayo, na umetumia akili zako sana, kama Mfalme Hezekia alivyopanga na kujenga kuta na kutoa hotuba ya hamasa kwa majeshi yake, kuongeza milo na kadhalika. Yale yasingemsaidia kushinda. Kilichomsaidia kushinda ni pale alipogeuka bautani, akamwendea Mungu aliye na uwezo wa kupigana vita yake, na vita yake ikaisha kirahisi kwa malaika mmoja tu kumaliza vita. Hiyo vita ulionayo, nataka nikwambie, hutaiweza. Vita yako ya ndoa hutaiweza. Kijaribu kutumia maguvu na akili na amri, hutaweza. Uwe wewe baba au uwe wewe mama. Pepo akisha muingia mmoja wenu, hiyo vita sio vita ya akili. Pepo ya zinaa ikisha muingia mmoja wenu, hiyo sio vita ya maneno wala vita ya akili. Ni vita unayohitaji umkabidhi Bwana aingilie kati. Pepo ikisha waingia watoto wako, wakakudharau, wakala madawa ya kulevya, hiyo sio vita ya fimbo. Sio vita ya fimbo. Ni vita ambayo unatakiwa mkabidhi Bwana wa majeshi aipigane. Vita ya umaskini sio vita ya akili, pamoja na kufanya kazi kwa bidii. Ni vita unayotakiwa mkabidhi Bwana maisha yako na mahitaji yako na haja zako. Yeye Bwana atasimama, anajua utafanya nini ili unyanyuke. Kwa hiyo watu wengi sana wanapiga mark time kwa sababu ya akili zao katika vita vya kiroho. Vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho. Na katika ulimwengu wa roho tunaye kamanda, tunaye jemedari mkuu apiganaye vita vyetu. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kumaliza majigambo yote ya ibilisi katika maisha yako. Na kuambia usiku wa leo, maneno haya ukiyaelewa. Mimi nimewahi kwenda nyumba moja, kabla ya kulala wanaomba, na katika maombi wanasema, na kuvunja wewe shetani, na vunja nguvu za giza, na vunja mapepo, na vunja majini. Haya ni maombi ya watu waoga tu. Lakini mtu wa Mungu, ukitaka kulala, mwambie Bwana, ninakukabidhi nyumba yangu. Wewe uwe mkuu wa nyumba hii. Ninapolala, majeshi yako yazingire nyumba yangu, maana nakujua wewe na ukuu wako. Nyumba hii itawaka moto mbele za shetani hata ikaribia. Lala usingizi mzuri. Kwa hiyo mkabidhi Bwana, mtwike Bwana vita yako. Yeye ni Bwana wa vita. Nakwambia kabisa, nitakupa ushuhuda wangu baadaye huko kama muda utatosha. Kwa hiyo tunamuona hapa Mfalme Hezekia, vita yake ikawa nyepesi, akaimaliza kiurahisi kabisa, wala hakutaabika tena, kwa sababu alijifunza kumtwika Bwana wa vita yake. Nikupe mfano mwingine katika kitabu cha Nyakati wa Pili. Turudi nyuma tu kidogo, Nyakati wa Pili na ile sura ya 20. Nyakati wa Pili ile sura ya 20. Kuna maneno ya ajabu sana. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka ule mstari
wa 13 kwa mkato, kwa kukatisha katisha. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi wa Meuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako wanaotoka Shamu, toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Vita hii inamuinukia sasa mfalme Yehoshafati. Kuna majeshi ya Moabu, unaona kuna majeshi ya Wameuni. Ni nchi zilizoungana, nchi kubwa. Ni kama leo Uganda, Kenya, labda weka mpaka Rwanda na Kongo ziungane kuja kuipiga Tanzania. Kwa hiyo inakuwa ni nchi ambayo inakuwa imezingirwa na majeshi ya adui. Kwa hiyo hawa Moabi, unaona, hawa Amoni, hawa Meuni ni majeshi, ni nchi ambazo zilikuwa zinaizunguka Israeli. Sasa zinakuja kupigana vita na Israeli. Wamekubaliana kwa patano lao moja. Sasa kinachonifurahisha, Yehoshafati alipojua majeshi haya ni makubwa, nchi hizi zote anazijua ni nchi kubwa, zinakuja kwake, alichofanya cha kwanza cha ajabu sana mfalme Yehoshafati, yeye badala atumie akili kama alivyotumia akili mfalme Hezekia, badala ya andae majeshi kupigana vita, yeye akapiga mbiu watu waende nyumbani mwa Mungu. Kwa hiyo wakakusanyika ndani ya nyumba ya Mungu. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Haya maneno yamenifurahisha sana, tena sana. Ule mstari wa 4 na wa 5 walipokusanyika, mstari wa 4 unasema, Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Mstari wa 5, Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya. Na yeye yumo, badala aende kupigana vita kwa akili zake, yeye anataka amkabidhi Bwana wa vita. Nimekuambia katika Kutoka 15 mstari wa 3, Bwana jina lake jingine anaitwa ni Mungu wa vita, ni Bwana wa vita. Kwa hiyo Yehoshafati aliposikia kuna majeshi anamuijia, Yehoshafati badala ahangaike akakusanya nchi, watu wakakusanyika wamtafute Bwana, wamkabidhi tatizo hili. Hii ni ufahamu mkubwa wa hali ya juu sana aliyokuwa nao mfalme Yehoshafati. Yeye badala ahangaike, mfalme Yehoshafati akamwendea Bwana wa vita. Hawa wananijia kwangu, lakini mimi ninaye Bwana anayepigana vita yangu. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Nikasema akautafuta uso wa Bwana pamoja na kutangaza kufunga katika Yuda yote. Na Hezekia akaingia na mfalme Yehoshafati akaingia hekaluni sawa sawa na ahadi ya Mungu. Tunaweza tukasoma katika waraka huu wa Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 7, waraka wa Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 7, ule mstari wa 14. Kuna maneno yanasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Kwa hiyo Yehoshafati anaingia ndani ya nyumba,
ambayo Mungu mwenyewe ameshajiaminisha na amewaahidi ya kwamba kukitokea vita, kukitokea njaa, kukitokea shida, mkaingia ndani ya nyumba hii mkanililia, mimi Bwana wa vita nitasikia, mimi Bwana wa vita nitashuka, nitapigana vita yenu. Kwa hiyo Yehoshafati alipowakusanya, jambo la kwanza naamini Wayuda walikuwa ni kujitakasa, kumwomba Mungu awarehemu. Baada ya kujitakasa, walianza kumsifu na kumwabudu. Lakini ule mstari wa sita unasema hivi, ule mstari wa 6 unasema mambo makubwa sana ya ajabu mno. Tuangalie ule mstari wa 6 mpaka wa 9. Yehoshafati anasema maneno ya kushangaza sana. Mstari wa 6 unasema hivi, akasema Yehoshafati, Bwana Mungu wa baba zetu, sio wewe uliye Mungu mbinguni? Tena sio wewe unayetawala falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako? Sio wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya Mungu, mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nao utasikia na kuokoa. Yehoshafati anasimama, anamkumbusha Mungu maneno ya ajabu sana. Nimesema Yehoshafati anatoa sala ya ajabu sana mbele za Mungu aliye hai. Naona sala ya ajabu sana. Anaanza sala yake kwa kumsifu sana Mungu na nguvu zake, na kisha akamkumbusha Mungu juu ya matendo yake ya nyuma ambayo ameyatenda mataifa mengine yote kinyume na Israeli. Ilikuwa ni sala ya ajabu. Unaona, sala ya ajabu sana, sala ya kumsifu Mungu, sala ya kumtukuza Mungu, sala ya kusifia kazi ambazo Mungu amezifanya kwa taifa la Israeli. Unajua ni siri ya ajabu. Kuna binti yangu mmoja aliwahi kuja, ana shida zake, lakini alianza tu kwa kunisifu, baba, wewe tofauti na baba wengine. Akanieleza, kichwa changu kilikuwa kikubwa. Baadaye alipokuja kueleza shida yake, wala haikuwa tatizo mimi kumpa. Kwa hiyo mfalme Yehoshafati anaanza kwa kusifia kazi kubwa za Mungu ambazo amezifanya kwa taifa la Israeli. Unaona, na baadaye, baada ya kusifu zile kazi, anamkumbusha matendo makubwa ambayo yeye Mungu ameyafanya. Unaona, haya ni maneno ya ajabu sana. Nikasema Yehoshafati akamkumbusha Mungu kwamba katika nchi hiyo, unaona, Mungu ndiye aliwapa wamjengee nyumba ya kumwabudu, na kwamba Mungu alikubali hiyo nyumba. Unaona, na akawaahidi ya kwamba mabaya aina yoyote yakiwaijia, wao wakakimbilia katika nyumba hiyo na kumuomba, atawasikia. Kwa hiyo huu ulikuwa ni ushawishi mkubwa, uliogusa sana moyo wa Mungu na kumfanya Mungu ajiandae kuingilia kati vita hiyo. Huu ulikuwa ni ushawishi mkubwa sana wa Mungu, ule ushawishi aliosema Yehoshafati. Na Yehoshafati anasema nyumba ile imejengwa na yeye ameiridhia, na kwamba kwa sababu ameiridhia, yeye alisema wakiingia mle wakamlilia yeye, Mungu wa baba wa Bwana wetu Yesu Kristo atawapigania. Wakamkamata Mungu kwa ahadi zake, wakamkamata Mungu kwa maneno yake. Na yeye Mungu anasema katika Zaburi ya 138, Zaburi ya 138, nisikilize msikilizaji wangu, Zaburi ya 138, kuna maneno makubwa sana ya ajabu sana. Na ule mstari wa pili, anasema hivi, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa nini? Kwa maana
wewe umeikuza ahadi yako kuliko jina. Unaona, umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Yehoshafati, kumbuka pale anamkamata Mungu kwa maneno yake, na Mungu yeye mwenyewe anasema amekuza ahadi zake. Kuna watu wanajua kuomba eti, sisi tunapapaza tu, lakini anamwambia yeye ndiye aliyesema kwamba yakiwajia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, watasimama mbele ya nyumba hiyo na mbele zake, maana jina lake liko katika nyumba hiyo. Watamlilia katika shida zao, na yeye atawasikia na kuwaokoa. Yale maneno yalikuwa ni maneno makubwa sana, na Mungu mwenyewe ameshasema mwenyewe wazi katika Yeremia 1 na ule mstari wa 12 ya kwamba mimi ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Lakini ule mstari wa 10 tunakutana na kitu kingine cha ajabu sana pale. Mstari wa 10 anasema, na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotuijia wakija kututupa toka miliki yako uliyoturithisha. Haya maneno kwa lugha nyingine naita ni maneno ya uchochezi. Ni maneno ya uchochezi. Nikasema Yehoshafati akamkumbusha Mungu kwamba hawa wanakuvamia au wanaotuvamia wamekosa adabu, wamekosa nidhamu. Unaona, wamekosa nidhamu kabisa na hawana shukurani. Maana wakati tunapita sisi wana wa Israeli, unaona, ulituruhusu kuangamiza mataifa mengine yote, na wao ulituzuia tusiwaangamize. Kwa maana nyingine Yehoshafati anamwambia Bwana kwamba hawa hawatuvamii sisi, sasa wamekuja kukuvamia wewe. Ulifanya kosa wakati ule, wakati tunaangamiza mataifa mengine, wao kasema tuwaache, walitakiwa kuangamizwa wakati ule. Ona ulivyowaacha, sasa wanavyokuja wanataka watutoe katika nchi hii. Hawatuvamii sisi, wanakuvamia wewe. Yalikuwa ni maneno ya uchochezi. Mungu lazima wakati mwingine tumchochee katika kweli ambayo ameifanya. Na Mungu ni wa ajabu sana, ni wa ajabu sana. Haya maneno aliyoyasema mfalme Yehoshafati, nimesema yalikuwa ni maneno ya ajabu sana, maneno ya ajabu sana. Naona Mungu sasa akaketi, anajua Yehoshafati ameshajiondoa, ameshamwambia hawa wanakuvamia wewe, ameshawaambia hawa wamekosa nidhamu kwako, ameshawaambia hawa hawana shukrani kwako, hawana adabu. Kwa hiyo maadamu wanakuvamia wewe, ndio unafuata mstari unaofuata, mstari wa 12. Ni mstari wa ajabu sana ambao ukisoma unashangaza. Mstari wa 12, Yehoshafati akasema, Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Kama hutawahukumu, kama hutapigana, kama hutasimama, sisi hatujui tufanyeje. Ndio sababu niko hapa hekaluni sijabeba silaha. Ni kweli ni mfalme na jeshi, lakini wanajeshi wangu wote nimwambia waache silaha kambini, wamekuja hapa mikono mitupu. Maana yake sisi hatuna namna ya kufanya. Macho yetu yanatazama kwako, utafanyaje? Hutawahukumu hawa? Hutawashughulikia hawa? Hutawaponda hawa? Sisi kama sisi hatuna namna.
ya. Pendwa msikilizaji wangu, yalikuwa ni maneno mazito ya uchochezi, kumchochea Mungu. Nikasema, Yehoshafati akasema neno la ajabu sana. Sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Kwa maneno mwingine, Yehoshafati akauza kesi yote ya majeshi yaliyokuwa yanawajia ili kuwavamia kwa Mungu. Na yeye akajiondoa na kukaa peke yake pembeni kabisa. Kajiondoa. Na ukisoma mambo yanayoendelea, ndio ukatolewa unabii haraka sana kwa Roho wake Mtakatifu. Unaona? Ngoja nisome unabii uliofuatia, mstari wa 14. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Elieli, mwana wa Matania Mlawi, wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, ninyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kuwapandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita. Jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio tayari, ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. 18. Yehoshafati akainua kichwa akifudifudi, akainama kichwa kifudifudi, akaanguka mbele za Bwana, na mbele za Bwana Yuda wote na wakao Yerusalemu wakamsujudia Bwana. Na Walawi na wana wa Hothi na wana wa Korai wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kubwa sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Na alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao muimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavizi yao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri wa kuwaulia mbali na kuharibu. Na walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani, walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la Baraka, maana ndipo walipombarikia Bwana. Kwa hiyo jina la mahala pale pakaitwa bonde la Baraka hata leo. Kisha wakarudi kila mtu wa Yuda na Yerusalemu na Yehoshafati mbele yao, ili kurudia Yerusalemu kwa furaha, kwa kuwa Bwana amewafurahisha juu ya adui zao. Wakafika Yerusalemu wenye vinanda, vinubi na mapanda, kwenda nyumbani mwa Bwana. Ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi, waliposikia kuwa Bwana amepigana juu ya adui za Israeli. Basi ukatulia ufalme wa Yehoshafati, kwa sababu Mungu wake alimstarehesha pande zote. Haya ni maneno ya ajabu sana, mpendwa wangu na ndugu yangu naye nisikiliza. Wenzetu walikuwa na ufahamu wa kumtwika Bwana wa vita vyao, na Bwana akapigana vile vita na kuvikomesha, na wakastarehe. Haya ni maneno ya ajabu sana. Yehoshafati akaonyesha moyo wa uaminifu na wa utiifu kwa Mungu na watumishi wake.
na kwamba kweli hatashinda vita kwa upanga wala kwa nguvu zake. Yeye alipanga tu waimbaji wawe mstari wa mbele, nao wengine wote wakawa wanafuata nyuma. Na matokeo yake ushindi mkubwa na wa aina yake ulitokea kwa jinsi ya ajabu sana, kama nilivyosoma. Mungu akainuliwa na tukampa nafasi anayostahili katika maisha yetu, tukamtwika vita yetu. Yeye Bwana wa vita atafanya maajabu ya kushangaza katika maisha yetu. Leo usiangalie ukubwa wa vita ulio nayo. Nakwambia kabisa, wewe mtwike Bwana wa vita vita vyako. Mtwike Bwana wa vita afya yako. Mtwike Bwana wa vita kazi yako. Mtwike Bwana wa vita watoto wako. Mtwike Bwana wa vita ndoa yako. Yeye ndiye ana uwezo wa kushughulikia. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kutatua hizo shida. Anao uwezo. Anao uwezo. Tusifanye makosa kama alivyoanza kuyafanya mfalme Hezekia, kwa mwanzoni kutaka kuweka. Unaona? Lakini mwisho alishtuka. Ule mstari wa 20 na 21 akageuka. Akamwambia na nabii Isaya, twende nyumbani mwa Bwana. Hii vita sio ya hao wanajeshi niliyowapanga na silaha niliyotengeneza. Hii vita tumkabidhi Bwana wa vita. Walipomkabidhi Bwana wa vita, alimaliza ile vita haraka sana. Vinginevyo ukijaribu kupigana vita kwa akili yako, hutaiweza. Vita katika ulimwengu wa roho, tunapambana na dude ibilisi lisiloonekana kwa macho, lenye mbinu na hila nyingi sana katika ulimwengu wa roho. Yesu peke yake ndiye aliyelishinda. Kwa hiyo na shida zetu zote tukamtwika Yesu. Utashangaa Paulo wakati anawaandikia Wafilipi aliwaambia neno kubwa sana. Wafilipi ile sura ya 4 aliwaambia neno kubwa sana la kushangaza. Maana wao walijua vitu kama hivyo. Anasema mstari wa 6, msijisumbue kwa neno lolote. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Haya ni maneno ya ajabu walioyapata wenzetu, maneno makubwa, maneno mazito. Wanasema usijisumbue, wewe mtwike Bwana fadhaa zako. Na mimi nakwambia leo, unayo vita najua, maana tunaishi katika dunia ambalo dude hili ndio linatawala, ndio linalotawala. Lakini tukimtwika Yesu ambaye alikaa katika dunia hii bila kutenda dhambi, yeye shetani akamshindwa Yesu, hakumweza Yesu katika lolote lile. Maana ulifika wakati Yesu anasema anakuja huyu mkuu wa ulimwengu, lakini hana lolote kwangu. Hana lolote la kujivunia, la kujisifu mbele yangu, hawezi kusubutu. Akiniona lazima afyate mkia. Lazima afyate mkia. Ni kama waraka wa kwanza wa kitabu cha Samuel ile sura ya 5. Waraka wa kwanza wa kitabu cha Samuel unavyosema maneno makubwa sana. Waraka wa kwanza wa kitabu cha Samuel ile sura ya 5. Sura ya 5 nisome mistari michache tu. Inasema hivi: basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi
walipoamka asubuhi siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwaa Dagoni wakaisimamisha mahala pake tena. Mstari wa 4, hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni ikasalia kiwiliwili chake tu. Yani mbele za Yesu shetani lazima aanguke. Mbele za Yesu kila vita lazima isalimu amri. Sasa Bwana mkubwa, kama wewe ndio umeingilia vita hii, sisi hatukuwezi, tulikushindwa msalabani, na sasa hatuwezi kupambana na wewe. Ulishatunyang'anya funguo. Ile vita Dagoni ikaanguka. Shetani mbele za Yesu lazima aanguke. Shetani linapotumika jina la Yesu Kristo lazima vunjike. Jenga tabia ya kumtwika huyu Mungu wa vita yako. Yeye atapigana vita yako mpaka utashangaa, utatoka kwa ushindi usio wa kawaida. Msikilizaji wangu, sijui kama unakwenda pamoja na mimi sawa sawa usiku huu wa leo. Usiku wa leo ni maneno ya ajabu yanayotoka kifuani mwangu. Maana nimejifunza na nimejizoeza katika mambo magumu mengi. Nimewahi kupitia mambo magumu mengi, kwa sababu muda umeisha siwezi kukusimulia. Lakini nimewahi kupita mambo magumu mno. Lakini nilipomtwika Bwana vita yangu hiyo, niliona Bwana anaimaliza kirahisi, kama alivyomaliza vita ya mfalme Hezekia kwa kutuma malaika mmoja tu. Vita ile akaisambaratisha. Kama alivyogeuza fahamu za majeshi ya Waamoni na wa Moabi, wakageukia kuua watu wa mlima Seiri ambao walikuwa wamepatana. Na baadaye walipowamaliza wao, wakageukiana wao kwa wao, wakauana mpaka wakamalizana. Huyu Mungu ni kwa sababu Yehoshafati alimkabidhi Bwana vita. Sema wewe ni Bwana wa vita. Wao wanajivunia ukubwa wa majeshi yao, wanajivunia uwezo wa majeshi walionayo, lakini mimi najivunia wewe mkuu wa vita. Kama ambavyo Paulo anawaambia wa Filipi, tuikeni Bwana fadhaa zenu. Usiku wa leo najua unalo linalo kufadhaisha. Najua unalo ambalo limekufanya unalia usiku na mchana. Najua umeenda kwa wanadamu na madaktari. Najua umetumia kila aina ya njia, umeingia madeni. Najua umejaribu kutafuta namna ya suluhisho juu ya watoto wako. Najua umejaribu kufanya kadri unaloweza, hata kwenda kwa waganga wa kienyeji wakupe dawa ya kumrudisha nyumbani mume wako. Hutafanya chochote, hutafanikiwa. Dawa na kuambia usiku wa leo, hebu mkabidhi Bwana wa vita yako. Kama ni vita ya mwili, mkabidhi Bwana. Kama ni vita ya mali, mkabidhi Bwana. Kama ni vita ya biashara, mkabidhi Bwana. Kama ni vita ya afya yako, mkabidhi Bwana. Kama ni vita ya watoto, mkabidhi Bwana. Kama ni vita kazini, wewe mkabidhi Bwana. Funika macho yako. Oh, Rabo Sakai, wewe ni Bwana wa vita, ndilo jina lako. Hakuna aliye kukabidhi vita yake wewe ukanyamaza. Hezekia alipolia na Isaya wakakukabidhi vita yao, ulimtuma malaika na malaika akakatilia mbali majeshi yote kirahisi sana. Mfalme Yehoshafati alipokukabidhi vita yake, wewe uliyakatilia mbali majeshi ya Waamoni na majeshi ya Moabi na wa mlima Seiri.
Mungu wetu, sikia mtu huyu anapolia. Hebu sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, Dagoni lazima anguke mbele zako na kuvunjika vunjika. Dagoni hawezi kuanguka mbele ya mwanadamu, lakini lazima anguke na kuvunjika vunjika mbele zako Yesu uliyemshinda. Nami nakukabidhi vita yangu leo, sitajisumbua tena. Wewe unao namna ya kunitoa katika vita hii. Kwa njia zako ninakuamini. Usiku wa leo nayainua macho juu, nalia machozi mbele zako Bwana wa vita. Niokoe Yesu, nishindie vita hii, nishindie vita ya watoto wangu, nishindie vita ya ndoa yangu, nishindie vita ya kazi yangu, nishindie vita ya mwili huu Bwana. Naam, nishindie wewe usiyeshindwa na vita ya aina yoyote. Baba, nakushukuru kwa kuwa amekiri umeingia kazini, naye kunapokucha, anapoianza siku ya kesho, atatembea katika ushindi ulioufanya usiku wa leo. Naye atajua hakika ya kwamba neno la usiku wa leo limetoka kifuani pako ili kumshindia vita yake, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana akupe kulala salama, na kesho unyanyuke na ushindi usio wa kawaida, katika jina la Yesu. Amen. Ulale salama. Amen.